Naam ndugu yangu Mau. Makame, nilikwambia mie takuwa tajiri mwanzo kushinda weye. Sasa hivi hapa ni Dubai, nakuja nunua bidhaa kwa jumla niwalete huko Zanzibar, na bidhaa yangu kubwa ni sali ya Nkebe. Sasa hivi nishainunua, ndaipakia nilete huko. Je, wajua taratibu za uingizaji au uzalishaji wa bidhaa kwa mamlaka za udhibiti ikiwemo ZBS, au watakaingiza tu? Mpaka unambie Mau, sasa watakaharibu. Kwanza kabisa ni kununua hicho kiwango cha bidhaa na kukiwasilisha kwenye kiwanda kinachotengeneza. Pili, kabla hujaingiza hiyo bidhaa inatakiwa ikaguliwe na ipimwe kwa kutumia mawakala wanaofanya kazi kwa niaba ya ZBS huko nje kabla hujaingiza nchini. Mawakala hao ni SGS na Bureau Veritas. 3, kama haijakaguliwa huko nje, basi itakaguliwa na kupimwa hapa ndani. Ikiwa imekidhi kiwango husika, utaruhusiwa kuingiza sokoni, na ikiwa haijakidhi kiwango, basi itateketezwa au kurudishwa ilikotoka kwa harama za mwingizaji wa bidhaa hiyo. Hii si kwa bidhaa yako ya samli tu, bali kwa bidhaa zote za chakula, vifaa vya umeme, vifaa vya ujenzi na kadhalika. Na ukitaka maelezo unaweza kufika ofisini kwao Amani Viwanda Vidogo Vidogo. Makame kushaniokoa, maana ni kwa ndangi ya hasara. Takuletea zawadi ya kanzu Viwango, ubora, maisha. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Taasisi ya Viwango Zanzibar, ZBS. Karibisha mtazamaji wa Zanzibar Cable Television katika kipindi hichi cha ZBS, Taasisi ya Viwango Zanzibar, ambayo tunaangalia masuala mbalimbali yanayohusu taasisi hiyo, hasa katika hii awamu ya 8 katika kuelekea sera ya uchumi wa blue. Mwongozaji wako katika siku ya leo naitwa Amur Khamis, na nipo na wataalamu kutoka katika taasisi hiyo ya viwango hapa visiwani Zanzibar. Tupo na mkuu wa viwango vya bidhaa za viwandani, yeye anaitwa Haji Khamis Omar, sambamba na afisa viwango chakula Arabia Makame Haji. Kidogo ZBS bwana wanapenda kuweka balance. Akija mwanamke anakuwepo na mwanamume kidogo kuonesha ule kuyana. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana dada. Asante. Leo katika kipindi chetu cha ZBS tutazungumzia viwango na uchumi wa blue. Sera hii ni sera ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi. Katika hii awamu ya 8 toka ingie madarakani, amekuwa akisisitiza sana juu ya uchumi wa blue na namna ya kuutumia. Kila taasisi hapa visiwani Zanzibar, serikali binafsi, lakini pia wizara na taasisi nyingine zimekuwa zikimsaidia rais katika kuona tunafika katika sera hii ya uchumi wa blue. Sasa leo tutaangalia viwango na uchumi wa blue, na bila kupoteza muda, moja kwa moja tuanze kwa mkuu wa viwango vya bidhaa za viwandani Haji Khamis Omar kutuelezea kidogo sheria ya ZBS kuanzishwa kwake mpaka kufanya kazi kwake. Karibu sana. Hii sheria imetokana na nini? Imetoka mwaka gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Labda kwa kwanza ni anza tena kujitambulisha. Mimi kwa jina naitwa Haji Khamis Omar, ni mkuu wa viwango vya bidhaa za viwandani katika taasisi ya viwango Zanzibar. ZBS ama taasisi ya viwango Zanzibar ni taasisi ambayo imeanzishwa kwa sheria namba 1 ya mwaka 2011 na ikiwa na majukumu kama ifuatayo. Kwanza kabisa, ZBS ina jukumu la kuandaa viwango, lakini vile vile kufanya ukaguzi wa bidhaa ambazo zinaingizwa nchini pamoja na zile ambazo zinazalishwa nchini. Lakini vile vile ZBS ina jukumu la kudhibitisha ubora wa bidhaa, lakini vile vile kufanya upimaji wa bidhaa. Baada ya bidhaa kuingia nchini, zinakuwa zinakaguliwa na kuweza kuchukua sampuli na kupelekwa maabara na kupimwa kuweza kuangalia ubora wake kwa mujibu wa kiwango husika. Sheria ina jukumu lake la mwanzo ni kuandaa. Tukizungumzia kuandaa, Arabia, tunazungumza nini maana kuandaa viwango? Asante mtangazaji. Tukisema kuandaa viwango, tunasema ni hatua ambayo ya kukitayarisha kile kiwango. Na kiwango tunasema ni nyaraka ambayo inaonyesha mahitaji, sifa ya bidhaa au huduma
ili iweze kutumika katika kumlinda afya ya binadamu pamoja na mazingira yetu. Kwa kuna hatua mbalimbali tunazifuata katika kuandaa hicho kiwango. Na kuna bidhaa zinazalishwa ndani lakini zinatoka nje. Tunalinganisha vipi hapa? Kiwango kinakuwa ni kimoja, aidha uzalishi ndani au unaingiza bidhaa hiyo kutoka nje. Kiwango tunasema hiki ni kiwango cha Zanzibar, basi kina control bidhaa zote mbili, inayozalishwa pamoja na inayoingizwa. Na Bwana Haji, haya majukumu manne, hizi kazi nne zinafanywa vipi? Kuna idara, kuna ikoje katika taasisi? Katika taasisi ya Viwango Zanzibar mpaka sasa tuna takriban jumla ya idara 3. Kuna idara ya maendeleo ya viwango, ambapo tunasema idara hii ndio ina jukumu hasa la kuweza kuandaa hivyo viwango. Lakini vile vile kuna idara ya usimamizi ubora, ambayo hii itakuwa inahusisha wakaguzi au sehemu ya ukaguzi, ina sehemu ya maabara, lakini vile vile na sehemu ya uthibitishaji wa bidhaa. Kwa hiyo katika idara ya usimamizi ubora itakuwa ina section ambayo inahusika na masuala ya ukaguzi, ambapo wakaguzi wanakuwa katika hizo port of entry bandarini pale pamoja na airport, ili kusudi bidhaa zitapokuwa zinaingia kabla kufika sokoni ziweze kukaguliwa, kuweza kuangaliwa ubora wake. Lakini vile vile katika idara hii vile vile kuna sehemu ya maabara, laboratory, ambao kazi yao wanakuwa wanafanya upimaji. Kwa hiyo wakaguzi baada ya kukagua mzigo, kwa mfano kuna shehena ya mzigo imekuja mfano bandarini, baada ya kufika pale wakaguzi watakagua ile bidhaa, then watachukua sampuli ile itapelekwa maabara kwa ajili ya kupima. Kwa watu maabara nao sasa watachukua bidhaa naweza kuipima. Lakini vile vile kwa wazalishaji wa bidhaa za ndani, wakaguzi baada ya kwenda kukagua eneo la uzalishaji watachukua sampuli itapelekwa maabara. Baada ya sampuli ile kupelekwa maabara na kupimwa na kuonekana tayari imekidhi kiwango, hapo ndipo kuna certification kwa ajili ya kudhibitisha ubora wake na kuweza kutoa alama ya ubora katika bidhaa. Na muda inachukua muda gani? Mpaka kudhibitisha bidhaa itategemea na bidhaa, kwa sababu kuna bidhaa upimaji wake unachukua muda mdogo sana, lakini kuna bidhaa unachukua muda mrefu. Kwa hiyo itategemea na tabia ya ile bidhaa husika, kwa sababu kuna bidhaa tabia yake inapimwa vitu vichache tu kulingana na nature yake, lakini kuna bidhaa inabidi ipimwe mambo mengi. Kwa mfano, kuna bidhaa labda inaweza ikapimwa katika maabara ya kemikali na inabidi ikapimwa katika maabara ya biolojia. Kwa hiyo bidhaa inategemea sasa na ile bidhaa yenyewe ilivyo ikoje, kulingana na ile ina umuhimu kiasi gani, au pengine hii bidhaa ina tabia gani. Kwa hiyo kinachotufanya kuweza kujua kwamba labda hii itapimwa kwa muda siku moja au itachukua siku mbili, itategemea na zile tabia ile bidhaa yenyewe, kwa sababu kuna bidhaa nyingine upimaji wake inabidi upimwe vitu vingi zaidi, lakini kuna bidhaa nyingine upimaji wake unakuwa ni vitu vichache sana. Kwa hiyo zipo bidhaa zinaweza zikapimwa ndani ya masaa 3 au 4. Kwa mfano, kuna bidhaa kama hizi zinaitwa wet cargo. Na kusema wet cargo tunakusudia mafuta ya petroleum product, mfano petroli, diesel, kerosene au mafuta ya ndege. Mara nyingi bidhaa hizi zinakuwa zinapimwa kwa muda wa masaa 3 to 4 hours. Sampuli inapofika, kwa mfano kuna meli imekuja ya mafuta ya ndege au labda petroli, itapofika bandarini ile sehemu ya depot kule mtoni, wakaguzi watakwenda watachukua sampuli ile itapelekwa maabara na itapimwa ndani ya masaa 3, majibu yatakuwa tayari yameshapatikana. Hiyo kabla ya kushushwa. Kwa kawaida unafanyika ukaguzi kwa masaa takriban 3, then baada ya kuchukua sampuli ikipelekwa maabara inapimwa kwa muda wa masaa 3. Kwa hiyo baada ya kupimwa ndani ya masaa 3, ile bidhaa itaruhusiwa, wale watu wenye meli watakuwa taarifa kwamba hii bidhaa iko sawa, then ile mafuta yatashushwa kutoka katika meli, yataenda katika zile depot, then yatasambazwa katika vituo vya mafuta. Kwa hiyo kwa kawaida upimaji unategemea na aina bidhaa husika. Arabia, tunapojua ni kwa unaponunua bidhaa nje unatakiwa uchukue viwango vya ZBS uambatanishe. Kwa nini tunakagua inapofika hapa ndani? Asante. Tunasema tunakagua kwa sababu ile bidhaa inasafiri kwa muda mrefu, na inaposafiri ile transportation yake inaweza kubadilika. Pengine kuna hali ya hewa imebadilika katika meli au katika chombo cha kusafirishia. Kwa hiyo inabidi inapofika katika port of entry lazima ikaguliwe na iangaliwe kile kiwango kilichokusudiwa kimefikiwa, na katika harakati za upakizi hakikuharibika baada ya ukaguzi ule wa nje. Hii mnatoa elimu kwenye kubeba hapa, labda kashapeleka vile viwango kule nje, anapokuja kuna elimu mnawapa ili watumie muda labda maalum? Tunawapa elimu, lakini pia kiwango ndani kinaelezea jinsi ya kutransport, kuhandle, yani kuichukua ile bidhaa, kuipakia, kuifungasha, kuisambaza, kuistore wakati wa kuuza. Kiwango chote kinaelezea mambo kama haya. Bwana Haji, tupe kwa ufupi na hizi hatua hizi za unapoenda kule kununua, unapopeleka viwango
unapobeba mpaka kufika hapa, ili ya yule ambaye ananunua yeye nje kuweza kuinusuru bidhaa yake isije tena ikaonekana haifai. Hapo asante ndugu mtangazaji, labda nizungumze kitu kimoja. Kwa kawaida katika ukaguzi kuna ukaguzi ambao unafanyika ndani ya nchi, lakini kuna ukaguzi ambao unafanyika nje ya nchi ambao kitaalamu unaitwa PVOC. Kwa hiyo mfanyabiashara anatakiwa bidhaa kabla ya kuileta nchini ikaguliwe kule ili kuepusha ile kwamba labda bidhaa imekuja, kwa sababu kwa mujibu wa sheria yetu ikiwa bidhaa imepimwa na ikaonekana haijakidhi kiwango ni vitu viwili, aidha kuiharibu ama kuirudisha katika nchi ambayo ilikotoka. Sasa kwa kawaida mfanyabiashara anapokwenda kuagiza mzigo anatakiwa aipime kule katika hizi nje ya nchi. Tayari kuna mawakala wetu ambao ni STS pamoja na Bureau Veritas ambao ukiwafuata hao wataipima na kuweza kuitazama kwamba hii bidhaa inakidhi au haikidhi, then hapo unaweza ukaipakia ukaileta. Lakini kwa zile bidhaa ambazo hazijakaguliwa nje ya nchi ndio tunakuwa tayari tunafanyia ukaguzi ambao unaitwa destination inspection, ambao unabidi tuchukue ile sample na kuweza kuipima kuweza kuangalia ule ubora wa ile bidhaa. Kwa hiyo kwa zile ambazo zitakuwa tayari zimeshakaguliwa nje ya nchi, hizo tayari zinakuwa zinaruhusiwa kuingia tu bila ya kukaguliwa tena. Lakini kwa zile ambazo hazijakaguliwa inabidi na sisi tuzikague tuweze kuzitazama ule ubora wake ile bidhaa. Kwa hiyo kwa kuongezea labda kwa mfanyabiashara inatakiwa kwamba kwa zile bidhaa ambazo hazikaguliwi nje ya nchi ni muhimu kuweza kujua kiwango kinasemaje, na hata wale wazalishaji wa ile bidhaa inabidi apeleke kile kiwango kwamba kwa mujibu wa kiwango cha Zanzibar hii bidhaa inatakiwa ikidhi 1, 2, 3, 4, 5. Ikiwa haijakidhi hiki, basi tayari hii bidhaa itaenda kuangamizwa ama itarudishwa kule ilikotoka. Kwa hiyo kwa wafanyabiashara ni muhimu kuweza kujua hizi standard, hivi viwango ambavyo viligonga, ili kuweza kuepuka usumbufu ikitokea kwamba kaagiza mzigo na ukaje hapa hauna kiwango, na matari hiyo bidhaa inaweza karudishwa au kuharibiwa. Na tuna viwango vingapi? Hadi sasa tuna viwango takriban 398. Haya, tumezungumza kwa urefu kidogo kuhusiana na sheria kazi na hivyo viwango ili kuvijua kwa undani, lakini tunahusisha na uchumi wa blue. Rabia, unahusika vipi uchumi wa blue na ZBS katika viwango hivi? Asante. Kwenye uchumi wa blue tumesema uchumi wa blue imekusanya vitu vingi, kwa sababu kuna masuala ya chakula pamoja na kilimo, kuna masuala ya petroleum, kuna masuala ya chemicals pamoja na masuala ya utalii. Lakini kwa leo tutazungumzia sana katika masuala ya viwango vya chakula pamoja na bidhaa za kilimo na uchumi wa blue. Kwa hapa kwanza nielezee kidogo hivi viwango. Tumesema ni nyaraka ambazo zinaelezea sifa pamoja na mahitaji ya bidhaa au huduma ambayo inatumika kwa binadamu pamoja na kulinda mazingira yetu. Lakini tukielezea kidogo, hizi viwango vimegawika katika aina 3. Kuna viwango vya kitaifa, viwango vya kikanda na viwango vya kimataifa. Kwa viwango vya kitaifa vinakuwa mfano labda kiwango cha Zanzibar, kiwango cha Tanzania, kiwango cha Kenya, kiwango cha Marekani, vinaitwa viwango vya kitaifa kwa ile nchi moja. Lakini viwango vya kikanda vinakuwa vinajumuisha kanda nzima au bara. Kwa mfano kwa hapa kwetu tuna viwango vya Afrika Mashariki, tuna viwango vya Afrika pamoja na wenzetu wa pengine Gulf wana viwango vyao vya Gulf, watu wa European wana viwango vyao vya ile kanda yao. Na pili pia ya mwisho kuna viwango vya kimataifa. Hivi viwango vya kimataifa vinakuwa vinasimamiwa sana na mashirika ya kimataifa. Kwa mfano kuna shirika la viwango la kimataifa la ISO na kuna shirika la viwango la Codex ambapo lipo chini ya FAO pamoja na WHO ambao wanasimamia masuala ya afya pamoja na chakula katika Umoja wa Mataifa. Kwa viwango vimegawika katika sehemu hizo 3. Lakini tukikiangalia hichi kiwango kiko pia tofauti, yani kinaelezea, kuna kiwango kingine kinaelezea ile bidhaa iweje, kuna kiwango kingine kinaelezea kodi, yani mfano jinsi ya kukihendo ile bidhaa. Kuna viwango vingine vinaelezea miongozo ya ile bidhaa. Kuna viwango vingine vinaelezea jinsi ya kupima bidhaa fulani. Labda tuna kiwango labda method ya kupima aflatoxin, yani sumu kuvu. Labda kuna method ya kupima moisture, yani unyevu katika chakula. Lakini pia kuna viwango vingine vya kufanya sampling. Kwa mfano imekuja meli ina bidhaa fulani katika container, jinsi ya kufanya sample. Kwa kuna kiwango kinakupa utaratibu wa kuchukua sample katika ile bidhaa. Kwa hiyo tunaposema viwango na uchumi wa bluu tunavihusisha viwango ambavyo tunavyo kwa sasa.
Tukizungumza katika viwango vya chakula na viwango vya bidhaa za kilimo, tunatia hivi viwango vya vyakula vyenyewe, yani viwango vya samaki, viwango vya pweza, viwango vya kamba, viwango vya dried, yani samaki wakavu. Tunazungumzia viwango vya mwani pamoja na code of hygiene zake, yani ile miongozo ya kuzihendo zile bidhaa husika. Kwa kwenye bidhaa za chakula tuna bidhaa kama hizo ambazo tunazifanyia viwango vyake. Na Bwana Haji, kuna bidhaa ambazo kazitaja Birabia hapo, Birabia, kuhusiana na kama samaki na vitu kama hivyo. Mtu atajiuliza, samaki ameumbwa na Mungu, anaishi labda kwenye bahari au kwenye bwawa maalum, tunamwekea vipi viwango? Asante ndugu mtangazaji, labda kabla ya kwenda kwenye swali direct, labda niongezee kidogo katika dhana nzima ya uchumi wa blue. Tunasema uchumi wa blue, labda tunamaanisha kitu gani na ZBS tunahusiana vipi katika uchumi wa blue, then nije katika ile swali specific. Kwanza tunaposema uchumi wa blue ni ile hali ya kutumia rasilimali ama resources ambazo zinapatikana katika bahari kwa ajili ya kukuza uchumi, kutengeneza ajira, vile vile kukuza maisha ya watu. Hiyo tunasema tayari ni uchumi wa blue. Na uchumi wa blue tukiangalia hata katika hii ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 imezungumza katika sura ya 2 ibara ya 18 katika 18A katika kifungu cha 5 kwamba moja katika mikakati ya Chama cha Mapinduzi itakapopewa dhamana ya kuongoza nchi ni kuweza kukuza uchumi kwa kupitia uchumi au rasilimali zinazotokana na bahari, kwa maana ya uchumi wa blue. Lakini vile vile Zanzibar tuna sera ya uchumi wa blue, ambapo tukienda katika sera ya uchumi wa blue nimejaribu kuzungumza situation analysis, yani kuna kama tafiti zimefanyika katika sekta zipi ambazo zitakuwa zinahusika na uchumi wa blue pamoja na changamoto ambazo ziko nazo, kwa mfano kama masuala ya energy au masuala ya utalii na maeneo mengine. Lakini vile vile katika sera hiyo hiyo imejaribu kuzungumza implementation mechanism, kwamba pamoja na strategies, kwamba okay, serikali labda inataka kukuza uchumi kupitia rasilimali za bahari, lakini itatumia mikakati ipi na itatumia implementation mechanism zipi. Na ukipita katika sera imejaribu kuzungumza kila wizara na jukumu lake, responsibility of ya ministry. Kwa mfano labda idara ya uvuvi itakuwa na jukumu gani, labda idara ya mazingira itakuwa na jukumu gani. Kwa kila mmoja amejaribu kuzungumziwa jukumu lake katika hili. Kwa hiyo ukitazama hiyo ndo dhana nzima ya masuala ya uchumi wa blue. Lakini sisi kama ZBS tuna katika uchumi wa blue tuna viwango karibuni categories 4. Tunahusika katika maeneo kama 4. Kwanza tunahusika katika kuandaa viwango vya chakula, kwa mfano kama hiyo issue ya dagaa. Lakini tunahusika katika kuandaa viwango vya energy, kwa mfano katika masuala ya petroleum product, na mpaka sasa hivi kwa upande wa petroleum product tuna standard 10. Lakini kwa upande wa chakula, viwango ambavyo vinahusiana na chakula ambao direct vinatokana na resources za bahari, tuna viwango takriban 22, ikiwemo hiyo kiwango cha dagaa. Lakini vile vile tuna viwango takriban 13 katika masuala ya huduma, tourism, utalii. Lakini vile vile tuna viwango 13 katika mazingira, katika masuala ya mazingira. Kwa sababu unapozungumza uchumi wa blue, unatakiwa utumie resources au rasilimali ambazo zinatokana na bahari, lakini bila ya kuharibu mazingira. Yaani kuhifadhi mazingira ni swala la msingi. Kwamba isiwe sasa tunakwenda kuchukua rasilimali za bahari lakini bila kuzingatia mazingira. Kwa hiyo mazingira lazima yawe considered, kwamba yazingatiwe bila ya kuharibiwa. Kwa hiyo tukija katika swala sasa la msingi kwamba je, ili dagaa au samaki ametoka baharini yuko ni natural. Lakini dagaa mara nyingi, kwa mfano tukirudi hapa Zanzibar, dagaa sasa linasafirishwa linauzwa hadi Kongo na linakuwa kavu. Lakini linavuliwa bado bichi haliko kavu. Inabidi likaushwe, lipigwe kwanza, baada ya kupikwa pengine likaushwe, lipigwe na jua, baada ya kupigwa na jua baadaye ndipo liwe packaged, ndipo baadaye liweze kusafirishwa. Kama alivyozungumza mtaalamu hapa, kuna standard ambazo zinazungumzia how to handle, how to process, kwa sababu ukitizama kiwango, kwa mfano tukienda katika kiwango cha dagaa. Katika kiwango cha dagaa, unapolipima dagaa lina tabia kufanya unyevu, moisture, alizungumza mtaalamu. Na hizi moisture kwa kawaida zina tabia kutengeneza sumu ambazo zinaitwa sumu kubwa, kitaalamu zinaitwa aflatoxin. Kwa sababu lengo la kiwango ni kulinda mazingira, lakini vile vile kukuza uchumi, lakini vile vile kwenda kulinda afya ya mtumiaji. Isiyo tunaenda kuuza dagaa lakini tunakwenda kumwathiri yule ambaye anakwenda kula dagaa. Ndio lengo la kiwango. Kwa kiwango kimejaribu kuzungumza lisiwe na aflatoxin,
lakini katika kiwango kuna protein. Je, ile protein ipo ile inatakiwa? Kwa sababu inawezekana huyu mvuvi au yule anakusudia yule muuzaji wa ile dagaa anaweza akalichukua wakati wa kuliprocess, kulikausha mpaka kulifungasha mpaka kulisafirisha, kuna vitu vikatokea pale vikaenda kumwathiri mtumiaji. Pengine kalikausha lakini hajikausha katika mazingira mazuri, likafanya pengine maji moisture, pengine likapelekea aflatoxin, hizo sumu ambazo zitakwenda kumuumiza mtumiaji. Au pengine wakati wa ile process yakapelekea kuna some protein pengine kama hizo wanaita histamine zikaja zikapungua. Kwa hiyo kiwango sasa tunazungumza how to process katika masuala ya kulikausha, masuala ya kulifungasha mpaka kulisafirisha ili kubaki katika ubora wake. Sasa unaweza ukachukua dagaa likatoka Zanzibar likifika Kongo, wakati wa kulitayarisha kuna vitu vingi vimeshatokea, pengine kuna vitu vya athari ambavyo vitakwenda kumwathiri mtumiaji. Na tukumbuke vile vile Kongo sasa hivi imeingia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu kama alivyozungumza mtaalamu hapa, kuna viwango vya kitaifa, kuna vya kikanda, kuna vya kimataifa. Sasa na sisi Zanzibar vile vile tunahusika katika uandaji wa viwango vya kimataifa. East Africa sasa hivi kuna kiwango kimoja. Sasa unaweza kukuta pengine kiwango ni kimoja, ukienda Kenya utakikuta hicho, ukienda Uganda, ukienda Kongo. Sasa bila ya kutoa taaluma kwa wazalishaji wetu wakaelewa ili hichi kiwango kikoje na vitu gani vya msingi, unaweza ukaenda siku moja pengine mzalishaji hapa akachukua dagaa akasafirisha akaenda Kongo likapimwa Kambweja na kiwango ndio huko kulikotoka, hatuwezi kuliuza katika soko letu, kwa sababu kila taasisi kila nchi kuna taasisi ya viwango na lengo ni kuweza kuwalinda watumiaji. Kwa hiyo katika kuwalinda watumiaji, na ndio maana na sisi kuna umuhimu wa kuweza kuandaa hivi viwango, lakini vile vile kutoa hiyo awareness ama kutoa huo uelewa kwa hao wazalishaji ili watakapokuwa wanazalisha tayari wazingatie viwango. Rabia, tuende kwenye zile hatua nne. Mafuta kuna viwango vyake, utalii kuna viwango vyake, lakini chakula kuna viwango vyake, na Bwana Haji kasema vimegawanyika pia ndani. Tuende kwanza kwenye mafuta, viwango takriban 10 na tuvielezee kimoja hadi kingine japo kwa ufupi tukielewa. Labda ni kwa sababu kwenye vyakula mimi naomba ni chipwe kidogo hapo katika hiyo viwango vya mafuta, alafu mtaalamu wa vyakula hapa anaweza akatuambia katika vyakula vya. Basi yeye tuanze kwenye chakula, tumpe nafasi yeye, alafu tutarudi kwenye mafuta. Asante. Kwenye hivi viwango vya chakula tumesema vipo takriban 22 ambavyo tunapo mpaka sasa. Na viwango hivi vimekusanya pamoja bidhaa pamoja na zetu tunasema code of hygiene, yani then utaratibu mzima wa kuzihandle zile bidhaa. Kwa tunasema kwa mfano tuna kiwango cha madagaa, tuna kiwango cha samaki ambao wamekaushwa na wamewekwa chumvi ambao sio dagaa. Tuna kiwango cha frozen octopus ambao cha ngisi ambayo ni frozen. Tuna kiwango cha tuna, tuna kiwango cha prawns, tuna kiwango cha smoked fish. Yani ni vipo vingi kwa hivi bidhaa. Lakini kwa zile za kuhandle tunasema tuna code of practice ambayo inasimamia yani jinsi ya kumhandle yule fresh fish. Kwa sababu ili bidhaa ile ilofungashwa uipate katika hali nzuri, lazima uzingatie katika pale wakati wa kuvua na unapompeleka samaki katika soko. Kwa hiyo kuna kiwango ambacho kinakupa yani taratibu za kufuata baada ya kuwa samaki umemvua. Miongoni mwa taratibu zenyewe, kwa mfano tuzungumzie bidhaa hii ya dagaa. Tunaanza wapi? Tunamalizia wapi? Sasa kwenye utaratibu wa dagaa unaanza pale ambapo umemvua yule dagaa. Kwa hiyo unatakiwa baada ya kumvua yani kiwango kinakwambia umweke katika yani isizidi masaa mangapi baharini, au ukimweka yani anatakiwa asizidi masaa mangapi? Asizidi masaa 6. Na yani kawaida hivi, lakini pia unawezekana kuna wengine wanavua mbali, kwa hiyo watabidi wachukue zile hatua nyingine ambao watachukua mabarafu au watakuwa na mafrizi yale katika zile meli kubwa. Kwa hawa wadogo watakuwa na mabarafu ili wasipandishe ile temperature wakaanza kuharibika na kutoa zile sumu ambazo anaonyesha samaki ameharibika. Kwa hiyo hatua ile ndio tunaelezea katika hizi code tunasema. Baadaye hapo unapokuja kumleta juu unatakiwa tunaona sana tunaburuta samaki wetu kwenye kiwango hiyo hakiruhusiwi. Yani tunamchukua samaki judari tunamvuta au tunamweka begani, yani hairuhusiwi, kwa sababu unapomvuta kwenye ardhi kuna vimelea vingi, kwa yule
mnamuingizia. Kwa hiyo hapo unatakiwa pia uzingatie ule usafirishaji wako, na baadaye sasa utakapokuja sokoni utakuwa kama utakuwa unafanyia utaratibu wa kufungasha pale pale au na process. Na hapa kwenye kutoa baharini na mpaka kupeleka huko juu au sokoni, kifaa gani kizuri ambacho kinatakiwa kitumike kwa ajili ya kubeba? Vifaa sasa, yani teknolojia ipo kubwa. Kwenye kiwango hatuweki kwa mfano lazima utumie pakacha au kitu fulani. Yani kiwango kinakuweka huru, ili kwa sababu teknolojia na mtu anapumbua vingi, unatakiwa utumie kifaa ambacho hakito muathiri au hatokita madhara katika ile samaki. Kwa mfano labda kwenye bidhaa za mwani kuna vile vihori vinaitwa, yani ambao anavunia kule analeta juu. Baada ya kuleta juu anaweka mwani katika chanja, yani haugusi michanga. Kwa hiyo na kwenye samaki ni hivyo hivyo, anamchukua anamtia katika pengine lile boksi, anamweka anampeleka juu huko. Kwa hiyo hatakiwi kuburutwa chini, kwa sababu ukiburutia chini unaingiza vitu ambavyo havitakiwi kuwepo katika yule samaki na inaenda kuoza kwa rahisi. Lakini pia la kuzingatia wakati wa kumosha yule samaki, unatakiwa umoshe maji safi. Yani haya maji safi inawezekana ikawa ni maji ya chumvi au maji ya kawaida, lakini sasa kwenye maji unatakiwa pia uzingatie, kwa sababu maji nayo yakiwa machafu yanaenda kumwathiri yule samaki. Kwa kile kiwango kitakwambia kwamba utumie maji ambayo yamekidhi kiwango. Na katika kutayarisha yule samaki kutakuwa kuna mabaki au kutakuwa kuna vifaa ambavyo unavitumia, na vile vifaa pia unatakiwa uvihakikishe kwamba unatumia vifaa ambavyo haviendi kuathiri katika yule samaki. Kwa mfano ukitumia vifaa vya chuma, inawezekana vile vidude vya chuma vikaingia ndani ya samaki. Na huku katika kiwango cha samaki tunakuja kupima masuala ya heavy metal, yani zile metals ambazo haziruhusiwi kuliwa. Kwa hiyo unapotumia vifaa ambavyo sio vizuri au haviko na viwango, kwa ile product yako inakuwa inaingia na vile vitu vile ambavyo havitakikani. Kwa hiyo kwenye hiki kiwango kinakwambia usitumie vifaa ambavyo vinaweza kuathiri au vikatoa pengine ions, yani heavy metal ambazo zinaweza kuathiri kile kiwango yule samaki wako. Na la pili pia unatakiwa utumie, yani baada ya kushamsafisha yale maji taka, sasa inabidi uwe na sehemu ambayo unayapeleka, yani sio unamwaga ovyo ovyo. Kwa hiyo kuna utaratibu, yani kiwango kinakupa utaratibu kwamba utatumia labda siwa au kuna maelezo mengine labda watu wa idara ya uvuvi wameelekeza utatumia katika njia hizo. Hicho ndio inakuwa kile kiwango cha code of practice, tunasema code of hygiene. Kiwango cha bidhaa husika inakuwa haielezei hivyo. Hapo kabla ya bidhaa nyingine, tunaangalia zile bidhaa kubwa ambazo wanatumia wananchi wa kawaida. Kwenye kiwango cha mwani ambacho ulikizungumza pale, kwa sababu siwezi tunaona mwani unapotoka unaenda juu na unatiwa thamani pia, baadaye unakuja kuwa bidhaa ambayo inatumika. Tunaona vileja, sabuni na vitu vingine. Mwani tunautayarisha vipi? Na kwa sasa tunasema kiwango cha mwani kipo katika hatua za uandaji, yani kwa sababu hizi hatua inafika mwisho kinagazetiwa na waziri katika gazeti la serikali. Kwa kiwango cha mwani bado hakijafika katika hatua hizo, na ikiwa hakijafika hatuwezi kuita kiwango cha Zanzibar, lakini tunaita ni rasimu tu ya kiwango. Kwa ile rasimu inaelezea kwanza kuna grade, labda mwani wako uwe vipi, na hapa katika hichi kiwango ndo tunasema hii code of hygiene itakuwa ina refer tu mle ndani, yani haitoelezea kwa upana. Kwa tutasema tumwani uvuliwe na uhendeliwe katika kwa mujibu wa kiwango namba fulani. Kwa hiyo utatakuwa uwe na viwango vyote viwili, kiwango cha kule ku practice pamoja na kiwango cha yule mwani wenyewe. Lakini katika hii rasimu ya mwani ya kiwango cha mwani inaeleza kwamba kuwe na idadi ya chumvi maalum, yani kusiwe na chumvi zote, kwa sababu kuna mengine yana chumvi nyingi. Kwa na huu mwani tumesema kama tulivyosema tunafanyia, yani tuna process tunaenda katika bidhaa nyingine. Kwa hiyo tunaweka paramita ya chumvi pamoja tunaweka paramita ya moisture, yani ule unyevu katika mwani.
kwa sababu ili ukae mwani, yani ukiweka hivi hivi katika hali yake ya halisi unaharibika upesi. Kwa hiyo inabidi ukaushe na baadaye ndio utaenda katika prosesi nyingine. Kwa katika mwani huko tutaandaa viwango vya mwani pamoja na mwani ambao umesagwa, unga mwani. Pia tuko katika mikakati ya kuandaa kiwango cha jamu ya mwani, achari pamoja na pilipili ya mwani. Kwa hivyo ambavyo ndio vipo katika hatua za uandaji kwa sasa kwenye bidhaa za mwani. Haya, tutarudi kwenye bidhaa kuangalia. Tumeenda kwenye chakula, lakini tumpe nafasi Bwana Haji hapa kuzungumza viwango vya mafuta hivyo kumi vikoje na tunawezaje kuvitambua viko halali ama viko halali? Asante ndugu mtangazaji, labda kwanza nianze kusema kwamba kwa nini bidhaa za mafuta zimegaiwa kama ni moja katika viwango vya uchumi wa blue au ni moja katika bidhaa ambazo tayari zimewekwa katika uchumi wa blue. Kwanza kabisa niseme kwamba tunajua kwamba mafuta asili yake yanatokana na baharini. Sababu petroli, diesel, kerosene, jet A1, mafuta ndege ndio jet A1. Haya yote yanatokana na crude. Asili yake inakuwa ni crude. Kuna kama tope ambazo zinatokea baharini. Then baada ya kusafishwa kufanyika refining, kiutaalamu zaidi ndipo inapatikana petroli, inapatikana diesel, kerosene, jet, baadaye tunakuja kupatikana lami na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tutaona kwamba kumbe hizi bidhaa asili yake zinatokana na bahari. Na kama mwanzo tulipozungumza katika utangulizi hapo awali kwamba uchumi wa blue ni ile hali ya kutumia rasilimali ambazo zinatokana katika bahari kwa ajili ya kukuza uchumi wa nchi, kutengeneza ajira pamoja na kukuza maisha kwa ujumla. Kwa hiyo hadi sasa kwa ZBS katika masuala ya mafuta ambayo ni moja katika kategori ya bidhaa za uchumi wa blue tuna standi 10. Miongoni mwa standi hizo kuna kiwango cha petroli, kuna kiwango cha diesel, kuna kiwango cha mafuta taa kerosene, kuna kiwango cha mafuta ndege jet A1 na vile vile kuna kiwango cha gesi. Na hata mwanzo tulipozungumza kwamba tukienda katika ile blue economy policy, sera ya uchumi wa blue, tutaona katika maeneo ambayo yameainishwa serikali itaangalia zaidi, itafocus zaidi. Moja hapo ni masuala ya energy. Masuala ya energy, masuala ya fisheries, katika masuala ya samaki hayo vile vile ni eneo la energy. Kwa hiyo energy na hivi vile vile tunasema vinaingia katika masuala ya energy, nishati. Kwa hiyo kuna hizo bidhaa na hizi kwa hivi viwango vimezungumza tabia tofauti. Yaani ile petroli kujua hii iko sawa tayari kuna tabia zake, au diesel ina tabia gani kujua kama hii diesel iko sawa au iko sawa. Vile vile kuna tabia za mafuta ndege. Kwa hiyo tutachukua sampuli na kupeleka maabara, zitapimwa. Kuna tabia tofauti ambazo ni kitaalamu kidogo, tukisema flash point na nini kidogo naweza nisieleweke, lakini kiufupi tukaenda katika hizo standard, katika hizo document husika mnakuwa mnataja characteristic tofauti, kwa sababu katika mafuta sometimes sasa hivi inatokea changamoto ya kuweza kuachakachua. Sometimes unaweza kukuta mfanya biashara ambao si mwaminifu katika sale, pengine akachakachua. Ingawaje katika hili kuna wenzetu Zura wanajitahidi sana kuchukua hatua stahiki ili kuweza kuepusha uchakachuaji. Kipindi cha nyuma ilikuwa inatokezea uchakachuaji. Na hilo nimeliuliza makusudi kwa sababu muda mwingine watu wanalalamika mafuta sio na maji na vitu kama hivyo. Kwa mafuta kwa na maji, kwa mfano kama ni diesel au petroli, hilo katika sheli siwezi kulisemea kwa sababu niseme kitu kimoja. Sisi kwa kawaida moja katika kipengele ambacho tunapima ni water content. Katika mafuta unaangalia kiwango cha maji. Na ile kutokea kuna mwaka fulani kuna kampuni fulani kuna kampuni fulani hapa ile kuleta mafuta, na ile mafuta ilikuwa ni diesel actually. Baada ya kufika ule mzigo tulikwenda kuchukua sampuli na tukaona amefanya na ulirudi kutoka actually hakufika sokoni. Kwa hiyo sisi kama sisi kwa upande wetu sisi mafuta, meli ya mafuta ikija kabla hawajashuka depo, tuna jukumu la kuweza kuwakagua, kuweza kuangalia ubora wake, au kama haina ubora narudi, kama una ubora tayari tunaruhusu kuweza kuingia sokoni. Na kuna bidhaa tunaita vilainishi. Hii inaingia katika sehemu ya mafuta, inaingia katika uchumi wa blue au hiyo. Lubricant ni moja katika category ya petroleum product. Vile vile inaingia katika hivyo viwango 10, vile vile zinaingia hizo katika hizo lubricant. Kwa vile vile zipo hapo. Na wale waletaji au wasambazaji na wanunuzi wa hizo bidhaa wanatakiwa kuzingatia nini hasa kikubwa kwenye viwango? Katika viwango, kwa sababu labda tukizungumza katika labda nije katika mfano ambao umezungumza katika mafuta vilainishi lubricant. Kwanza lubricant kuna mambo mengi sana ya kuzingatia. Kwanza katika kitu ambacho ni rahisi kuweza kukifahamu kwa sababu kuna information nyingine
mzalishaji au mnunuzi muingizaji anaweza kaona pale na kuweza kujiridhisha, kajua hichi kwa kiwango inafaa au haifai, just physical kwa kuangalia ile package tu. Lakini kuna nyingine hawezi kufahamu mpaka aende maabara ikapimwe. Kwa hiyo kuna vitu hauwezi kuifahamu kama hichi kitu kina ubora au la bila kupima. Lakini kuna sifa nyingine unaweza ukazitazama kwa macho. Kwa mfano, tukija katika mafuta vilainishi, haya yapo katika aina tofauti, yapo katika categories, katika mgawanyo. Kwa mfano tukizungumza mafuta ya breki, wanaita breki fluid yani. Mafuta breki yapo karibu category 4. Kuna mafuta yanaitwa .3, kuna mafuta yanaitwa .4, kuna .5, kuna .5.1. Sasa ukienda kwenye standard imeainisha ni doti ipi ambayo inaruhusiwa, ni aina ipi ambayo inaruhusiwa. Kwa mfano .3 hairuhusiwi, inaruhusiwa .45 na 5. Na unaponunua ukienda kwenye sasa standard inamtaka mzalishaji lazima aainishe hii ni aina gani ya mafuta. Ina maana nakusudia unaponunua ile bidhaa inakuwa inaandikwa hii ni .3. Kwa hiyo hata yule muingizaji anapokwenda kununua kule atakuwa angalia, akiona .3 anajua hii haifai imepigwa mafuta. Akiona .4 inaruhusiwa, na maana anaweza kuingiza. Kwa hiyo kuna taarifa kama hizo mara nyingi katika ila bidhaa kwa mujibu wa standard. Kuna issue ya labeling, information zipi zinatakiwa ziwepo katika ile bidhaa husika. Kwa hiyo vitu kama hivyo mkaguzi anaweza kuangalia haraka na akaweza kuona hii bidhaa inafaa au haifai. Lakini vingine vya kitaalamu zaidi inabidi lazima kwanza ikapimwe ili kuangalia. Turudi kwa Bi Rabia, tuzungumzie bidhaa. Tumetoka kwenye chakula, sasa tunaenda katika bidhaa. Bidhaa zipi tunaziangalia hasa zinazohusiana na uchumi wa blue na viwango vyake vikoje kupitia ZBS? Bidhaa kama tulivyoeleza mwanzo, bidhaa tunasema hizi bidhaa za chakula pamoja na bidhaa ambazo ni mazao. Kwa mfano mwani bado ni zao la baharini. Kwa hiyo tunasema ni mazao ya baharini pamoja na bidhaa zake. Ndipo tukisema samaki pamoja na bidhaa zake. Sasa kama kufanywa process ya kumsaga, kumtia katika kibati, ile pia inakuwa ni bidhaa ya samaki. Kwa itakuwa ina kiwango chake. Kwa mfano kiwango cha process ya samaki itakuwa ina kiwango chake. Bidhaa ya kamba itakuwa na kiwango chake. Na kila product moja inakuwa ina kiwango chake tofauti. Yani hamna kiwango ambacho yani kinakusanya pamoja. Kila bidhaa inakuwa ina kiwango chake. Pamoja kwa mfano kwenye mwani tutakuwa tuna bidhaa yani vikishamaliza tutakuwa tuna kiwango cha mwani ambao uko dry, tuna kiwango cha mwani uliosagwa, tuna kiwango cha tunasema cha nini? Jam ya mwani, kwa sababu wafanyabiashara wengi wajasiriamali wanatengeneza jam za mwani, wanatengeneza achari za mwani, wanatengeneza na pilipili ya mwani. Kwa hizi bidhaa zote zitakuwa zina kiwango chake ambacho peke yake. Sasa ikitokea mkulima wa kwanza kashindwa kufuata taratibu za viwango, mnunuzi wa pili ambaye anataka kwenda kufanya bidhaa hiyo anataka kununua hili au amenunua hili, upi umuhimu wa kuangalia viwango na yeye anaweza kuathirika vipi labda anapoinunua bila kufuata viwango? Kuathirika, anaweza kuathirika kwa sababu kwa mfano kiwango cha mwani kitamtaka mtu aelezee huu ni mwani amevuna lini na ni mwani wa aina gani, na atumie mtu yani tusema siku ngapi, yani best before date mpaka lini, yani asitumie zaidi ya siku gani. Kuna content labda pengine kuna kipengele cha moisture tulizungumzia unyevu, lakini unyevu atakuwa haiki katika kile kifurushi. Kwa hiyo kwa huyu bidhaa ambaye anatengeneza jam, sasa anapokuja kutengeneza jam yake anatakiwa ule mwani au angalie, je, umeingiza zile lebo, labda umeandikwa una expire lini, unatumika mpaka lini, ni mwani wa aina gani, kwa sababu kwa mwani mwingi mwani wa aina gani. Kwa hiyo lazima azingatie, kwa sababu asipozingatia ile bidhaa ya mwanzo, bidhaa yake lazima itaathirika. Bwana Haji, tuende kwenye utalii. Kuna viwango vipi? Na sababu utalii ni dhana kubwa pana, pia tunataka tuiangalie kidogo. Asante. Mpaka sasa katika utalii kama tulivyosema kwa awali, tuna takriban standard 13, viwango 13, na miongoni
miongoni mwa viwango hivyo vipo viwango ambavyo tunazungumzia masuala ya utoaji wa huduma katika mahoteli na sehemu kama hizo. Lakini vile vile kwa sasa kuna standard nyingine ambazo zipo katika hatua ya maandalizi katika masuala ya tour guides, jinsi gani ya kutoa huduma kwa wale watalii, kwa sababu utalii nao unaingia katika uchumi wa blue. Unajua watalii wanaweza kaja pengine wanapendelea sehemu za beach, sehemu za fukwe ambayo ni moja katika pati ya bahari. Kwa ni moja katika sehemu ambayo inahusika na masuala ya uchumi wa blue. Na fukwe zina viwango vyake. Of course zina kwa sababu katika fukwe napo kuna, kama tulivyozungumza, tunatumia rasilimali za bahari, lakini tunatakiwa tulinde na mazingira. Na kama nilivyosema vile vile tuna viwango vya mazingira. Kwa hiyo kutunza mazingira ni swala moja la msingi sana, kwa sababu ikiwa tuko baharini tunatupa tunaweza tukaharibu hata hizo rasilimali zilizokuwepo. Unajua hata baharini, hata hizi meli za mafuta inabidi ziangaliwe sana, kwa sababu kama mafuta yanaweza kachanganyika, pengine kuna meli imekuja, kuna leakage imetokea, mafuta yameingia baharini, yanaweza kablock hata wale viumbe wanaoishi mle kuweza kupata ile hewa safi ya oxygen, kuweza kuathiri. Kwa hiyo zipo standard vile vile za kuweza kutunza mazingira. Kwa hiyo katika masuala ya beach vile vile inabidi kuna miongozo ambayo inazungumza masuala ya kuweza kutunza. Nataka kidogo ufafanuzi wa viwango vya kutoa huduma. Hivi vikoje? Kwa sababu tumezoea sana kwenye bidhaa, kwenye kama hiyo kilimo ambacho kimezungumzwa, labda mafuta. Sasa kwenye utoaji wa huduma, katika utoaji wa huduma zipo standard ambazo zinazungumza mtoaji wa huduma awe ana sifa zipi, au pengine mazingira ya huduma ambayo yanatolewa iwe katika sifa zipi. Ingawaje bado tupo katika mchakato wa kuandaa standard nyingi zaidi katika masuala ya huduma, lakini standard za huduma mara nyingi zinazungumza ile huduma itolewe vipi. Kwa mfano labda pengine ukienda kwenye gari, ile gari iwe vipi. Kwa mfano kama tuseme itakuwa ni standard ambayo inazungumzia huduma za gari, ile gari labda iwe vipi, wale watoaji wa huduma wawe vipi, kama atakuwa na mavazi maalum, au pengine ile gari itakuwa kuna fire extinguisher ikitokezea emergency kwa hiyo. Kwa hiyo kuna zungumzo taratibu kama hizo, yani kuna miongozo kwamba yule anatoa huduma au ile huduma inayotolewa inatakiwa izingatie sifa zipi na zipi na zipi. Lengo hasa kama tulizungumza awali, lengo la kiwango hasa kuweza kumlinda yule anapata ile huduma au anatumia ile bidhaa husika. Na umuhimu wake viwango kwenye uchumi wa blue sasa kwenye kuhuisha. Tutapoendelea kuvifuata viwango, tunadhani tutapiga hatua kiasi gani? Kutumia viwango katika uchumi wa blue na umuhimu mkubwa sana. Kwanza labda niseme katika viwango kwa upande wa uchumi wa blue tuna faida kwanza kabisa kuweza kulinda afya za watumiaji. Kama nilivyotoa maelezo ya awali, katika dagaa inaweza likasafirishwa likaenda likauzwa Kongo, au pengine likatoka Zanzibar likaenda upande wa pili Tanzania mainland. Hili dagaa kama litakuwa haliko salama itakwenda kumwathiri mtumiaji. Tumezungumza katika kiwango cha dagaa kuna vitu vingi sana vya kuzingatia. Katika kiwango kuna requirement au matakwa. Hili dagaa liwe na sifa zipi ili huyo mtumiaji asiathirike. Kuna vitu kama hivyo tumesema aflatoxin ambao ni sumu kubwa. Ni sumu ambayo inazalishwa na fungus ambao wanakuwa iko tayari kuna hali ya unyevunyevu. Kwa hiyo aflatoxin zile zikiwepo, hiyo sumu kubwa ikiwemo katika dagaa, ikienda kwa mlaji inaweza kaenda kapelekea matatizo kama hayo, matatizo ya cancer na masuala mengine, kaenda kaathiri figo na masuala mengine. Kwa hiyo uwepo kiwango katika bidhaa hizi zinatokana na uchumi wa blue zitakwenda kulinda afya za watumiaji, hususan kwa bidhaa ambazo zinatoka baharini. Kwa mfano kama samaki, dagaa, kuna fish sausage, kuna sausage za samaki, hizi lazima standard zake ziwe. Kwa hiyo tukizingatia standard kwa bidhaa kama hizo, au kuna jongo la pwani kwamba kuna watu wanatumia kama ni chakula, na sasa hivi hicho ni moja katika bidhaa ambayo kiwango chake kinaandaliwa jongo bahari tunasema. Kwa hiyo vitu kama hivi jongo bahari kama dagaa ambavyo vinatumika kama ni chakula, ni muhimu kuwepo na standard, kwa sababu uwepo wa standard tutakwenda kuweza kuwalinda wale watumiaji. Lakini tukiangalia viwango vingine, kwa mfano kama vya mafuta, ni muhimu kwa sababu ikiwa mafuta yanakuja hana kiwango, yatakwenda kuharibu properties za watu, magari yataharibika na mambo mengine yanaweza kuharibika. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni kuweza kulinda afya za watumiaji. Lakini vile vile kiwango kinaweza kusaidia hata kuitangaza nchi, kuikuza nchi vile vile, kwamba tayari kama itakuwa tunadalisha dagaa bora kwa mfano, au bidhaa bora ambazo zinasafiri zinaenda nje ya nchi, inaweza sikaitangaza Zanzibar kwamba Zanzibar kuna dagaa nzuri sana linatoka Zanzibar, liko vizuri sana. Kwa hiyo inaweza ikaitangaza nchi. Lakini vile vile uwepo wa viwango ndio utakuza biashara, utafacilitate trade, kwa sababu uwepo wa kiwango ndio, lengo la kiwango ni kuweza kurahisisha biashara kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sababu kiwango ndio kinajaribu kuzungumza kipi kiingie, kipi kisiingie, kwamba kwa mujibu wa kiwango hichi kinatakiwa kuingia, hichi hakitakiwi kuingia. Lengo ni kuweza kulinda soko
lakini vile vile kuongeza ushindani katika soko. Najua kwa kiwango watu watakuwa wanadalisha kwa mujibu wa kiwango. Na bidhaa kama itakuwa na kiwango ninauzika zaidi, na maana mwingine atasema hata wacha na mimi nidalishe kitu ambacho chenye kiwango ndio kinakuwa kinauzika zaidi. Lakini vile vile faida za viwango vinasaidia hata wajasiriamali wetu ambao wanadalisha hizi bidhaa waweze kuzalisha katika namna bora zaidi. Hizo ni miongoni tu mwa faida, ingaje faida ziko nyingi sana za kuwepo kwa viwango katika zana nzima hii ya uchumi wa blue. Birabia, wewe tuende kwenye mikakati, tujue ZBS sasa mna mikakati gani kuona mnafanikisha, mnasaidia kwenye huu uchumi wa blue? Asante. Kwa upande wa ZBS tunasema katika huu uchumi wa blue tumejipanga zaidi katika kuongeza ile idadi ya viwango ambavyo vinahusiana na uchumi wa blue. Tumesema wajasiriamali wana bidhaa nyingi ambazo wanazalisha zinahusiana na uchumi wa blue. Kwa mfano wanazalisha sabuni za mwani, wanazalisha lotion za mwani, na hizo viwango bado hatunavyo. Kwa hiyo tumejipanga kwa mwaka huu wa fedha kuandaa viwango ambavyo vinaelekea katika bidhaa za wajasiriamali zinazotokana na rasilimali bahari. Pia katika hivi viwango tunaangalia pia masuala ya uchafuzi wa bahari, ambao ni kiwango cha mazingira. Kitakwenda kuangalia vipi tutunze mazingira yetu katika bahari na kitu gani kiruhusiwe kuingia ndani ya bahari yetu. Pili, pia tumejipanga kuimarisha maabara, kwa sababu unapokuwa na kiwango, ili umthibitishe kwamba huyu amemiti kile kiwango husika, lazima umpimie katika maabara, kwa sababu vitu vingine huwezi kuangalia tu kwa macho ukasema hii bidhaa ina kiwango au haina. Kwa lazima uipeleke katika maabara. Kwa tumejipanga katika kuimarisha na kuwekeza zaidi katika maabara ili tuweze kupima sasa kile tulichokiandaa katika kiwango. Na la tatu, kufanya kama uhamasishaji na elimu zaidi kwa wajasiriamali ili waweze kujua umuhimu wa viwango na nini, kitu gani wafanye na kitu gani wasifanye katika masuala ya uchumi wa buluu na kukuza soko lile la uchumi wa buluu. Na pia vile vile tumejipanga kuanza kutoa kama summary ni kwa Kiswahili, kwa sababu hivi viwango vipo katika lugha ya Kiingereza, kutoa kuandaa miongozo ya Kiswahili katika bidhaa hizi za uchumi wa buluu ili kuhamasisha wale watumiaji wa mwisho katika hizi bidhaa. Na viwango vipo vingi, tunavipataje? Mimi mjasiriamali nataka kuendesha sasa, navipataje viwango kuelewa sasa hichi ninachotaka kukifanya? Lazima kiende kwa misingi 1, 2, 3. Viwango kwa sasa unachangia kidogo. Kwa hiyo unaweza kufika ofisini unahitaji kiwango cha labda cha samaki, unapewa control number, unalipia iza kwa simu au kwa benki. Baada ya kulipa unapatiwa kiwango chako. Na hii haifanyi mmoja kutumia na mwingine, labda mimi nimekuja tunashalipa naona nitumie na bwana Haji. Kila mmoja anapoa au inasajiliwa kwa mujibu wa bidhaa. Kwa mfano mimi nimekuja nimenunua kiwango na unapoa na kile kiwango chako kinatiwa na alama ya ukumbusho kwamba kodi tunaita. Itakuwa na kodi, kwa hiyo tukiona sehemu tunajua fulani ndio alichokinunua na hapa huyo sio mhusika kwa kile kiwango. Bwana Haji, kwako tuangalie tunawatoa vipi hofu. Watu wamekuwa na mazoea ya kufanya vitu. Sasa tunapowaletea labda viwango wanaweza kuwa na hofu, wakaona sasa ZBS wanakuja huku, tunawatoaje hofu kuona sasa katika ile sera ya uchumi wa blue, zile bidhaa zao na kilimo na vitu vinavyohusiana na rasilimali ya bahari kama ulivyosema, sasa tunatumia kiwango na viweze kuleta faida zaidi. Labda mimi niseme kwamba ndio maana tunajaribu kufanya mafunzo mara kwa mara kwa ajili ya kuweza kuraise awareness ili watu waweze kuelewa standard, kwa sababu ni kweli wakati mwingine watu wanakuwa wanapata hofu, wanahisi kama kiwango inakuja kuleta kikwazo sasa katika biashara, itakuwa haifanyiki kwa sababu kiwango kitakuwa kinaweka labda vikwazo, kitakuwa kinaweka mahitaji au requirement ambazo ni ngumu kuzifikia, lakini kiukweli kiwango hakiko hivyo. Na ndio maana wiki iliyopita tulikutana na wauzaji madagaa pale kule Ngalawa na tukajaribu kufanya mafunzo kidogo ili waweze kuelewa standard ikoje. Kifupi tulipata michango mingi na watu walichangia sana, na tuliona kwamba kuna uelewa fulani ulipatikana. Na wao wenyewe bila shaka walipenda kidogo kile kitu ambacho kilichofanyika, kwa sababu tujaribu kuzungumza kiwango kinasemaje katika masuala ya dagaa, na kuna elimu kubwa sana walipata na alishukuru sana katika ile elimu. Kwa hiyo nadhani
kwa ZBS kuna umuhimu sana kuweza kufanya mafunzo mara kwa mara, kukutana na wadau tofauti, wazalishaji tofauti wa bidhaa tofauti. Nadhani hii itapokuwa message inafika, kwa sababu siku zote katika kiwango kuna message, na ile message ila through communication, kwa mawasiliano, kukutana nao na kuzungumza nao, ndio wanapata kuelewa kwamba kumbe katika kiwango mna kitu gani. Unajua wakati mwingine mtu anawezekana akawa anadhalisha au akawa anafanya kitu sivyo inavyotakiwa, lakini anafanya kwa kutokujua, lakini baada ya kujua anakuja kuelewa kwa sababu mtu kama tunamwambia hivi utaratibu unatumika kuanika dagaa lenu, kwa mfano tuzungumzie katika masuala ya dagaa. Utaratibu una athari moja mbili tatu, lakini badala yake hebu fanya hivi na hivi na hivi. Bila shaka mtu ataona it's okay, kwa sababu kiwango hakipo kwa ajili ya kumkwaza au kwa ajili ya kikwazo labda kikumkwaza mfanya biashara yake asifanye vizuri, isipokuwa kipo katika kumkuza zaidi, kuifanya bidhaa yake iwe katika hali nzuri na iweze kuuzika zaidi. Okay. Mwisho unanipa elimu ama umetupa elimu. Sasa tutakuwa tumeanza kuona kila tunachotaka kutumia lazima kiwe na viwango. Tunakijua vipi hichi sasa kimepita ZBS na kimethibitishwa? Kwa zile ambazo zile ambazo zinazalishwa nchini, kwa kawaida kuna kitu kinaitwa alama ya ubora au quality mark, hiyo standard mark, kwamba kuna bidhaa nyingine unaweza kukuta kwa tayari zina alama ya ubora. Kwa zile ambazo zinadhalishwa, ambao pengine huyo mdhalishaji amekuja ZBS na ameweza kuleta ombi la kuweza kupata alama ya ubora, hiyo ni moja katika njia ya kuweza kujua kama hii bidhaa ina ubora au la. Lakini kuna nyingine ambazo zitakuwa zinaingizwa, sisi kwa kadri ambayo tunaweza tunajitahidi kuhakikisha kwamba bidhaa kabla haijafika katika soko inakuwa tayari imekaguliwa na imeshapimwa. Lakini kwa kitu kingine ambacho tunamshauri sana kwa wananchi, moja katika njia ambayo ni muhimu kuweza kuitumia katika hizi bidhaa, kwanza kuna bidhaa unaweza ukaiona ile appearance yake, muonekano wake. Unajua kuna bidhaa ukiona muonekano wake tunaweza kujua hii tayari itakuwa ina hitilafu au itakuwa ina shida kidogo. Lakini kuna issue kama kuangalia tarehe au muda wa matumizi, kwamba je, muda wa matumizi imeshafikia au haijafikia. Kwa hiyo kuna zile ambazo nyingine ni physical za kuangalia tu kwa macho, unaweza ukaona tu kwa tabia ya bidhaa hii itakuwa tayari haiko sawa tena, pengine rangi imeshabadilika kabisa tofauti na rangi yake halisi, au sometimes pengine bidhaa ukienda tayari unakuta inatoa harufu, kwa sababu wakati mwingine inaweza bidhaa ikaja huko ilipotoka iko na standard, iko vizuri, lakini kama alivyozungumza mtaalamu hapa, inaweza ikaribika wakati wa transportation. Kisha kutokea hata kuna kipindi kimoja katika bandarini, katika ukaguzi, kuna container ile ilikuja hapa ya mchele na kufika tu kanasikia harufu mbaya sana, kumbe ile mchele sio changanyika na maji na mpataro umeshaharibika. Kwa hiyo kuna njia tofauti ambazo unaweza kujiridhisha, ingawaji kuna njia ambazo zitatupa majibu sahihi zaidi zile za maabara kuweza kwenda kupima bidhaa, lakini zipo ambazo nyingine just physical tu, pengine kumebadilika harufu au pengine muonekano, appearance yake vile ilivyo sio kawaida, lakini au pengine kuna masuala ya hizo tarehe za muda wa matumizi. Nadhani hivyo ni vitu ambavyo vya kujiridhisha kwanza kabla kuweza kutumia. Ikitokea kwamba labda kuna bidhaa imepimwa na ikaonekana labda kuna shida, basi tayari kutatoka public notice, kutatoka tangazo rasmi kwamba kuna bidhaa fulani isitumike. Na hivyo vitu tunafanya mara kwa mara. Iliwahi kutokea hata kwenye unga sembe, tuliwahi kupima bidhaa fulani unga sembe, tukaona kwamba tayari ina shida na tukatoa tangazo. Lakini tuliwahi kufanya hata katika unga wa uji wa lishe, kuna baadhi ya bidhaa fulani za unga wa lishe tulizipima tukaona tayari zina shida, tukaweza kutoa tangazo kwa wananchi. Kwa hiyo kwa zile ambazo tutakuwa tumezipima na tukaona kwamba zina hitilafu, zina tatizo, basi tayari tutakuwa tunatangazia. Kwa tumalizie, watumiaji ambao wafanya biashara, wajasiriamali au wale ambao watanunua bidhaa, jambo la kwanza ni kuangalia viwango au ni kuangalia biashara yao? Kwa maana ya kwa mfano mjasiriamali aanze kuweka bidhaa kuifanya kwa ajili ya kutafuta mtaji, sijui na kuikuza, au kwanza aje kwenu alafu wafanye? Kwanza kwa utaratibu ulivyo, unatakiwa kwanza upate kiwango, ujiridhishe, yani ujue kwamba kiwango cha bidhaa hii unataka kufanya biashara ina matakwa 1, 2, 3. Lakini pia kuna taasisi ambazo zinasimamia, kwa mfano ZFDA, kwa lazima unatakiwa kwa bidhaa za chakula pamoja na hizo dawa lazima upite, urejistiwe, ueleze unataka kufanya kitu gani, ukupe miongozo pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo unatakiwa kwanza upate kiwango ndipo uendelee na ile bidhaa. Kwa mfano labda imetokezea ndio umeanza sasa hujakumbuka kupata kiwango, kwa pia hujachelewa.
unatakiwa ufike ofisini na kuulizia kama kiwango hicho ili ukipate. Na kwa utaratibu wa taasisi zetu, kama kitakuwa kiwango hakipo, basi itakuwa ile ni fursa ya kuitaka basi taasisi iandae kile kiwango, kwa sababu kutakuwa kuna mahitaji ya kile kiwango husika. Nikushukuru sana mkuu wa viwango vya bidhaa za viwandani kutoka ZBS Haji Khamis Omar, sambamba na afisa viwango chakula Arabia Makame Haji, kwa kutupa elimu ya kutosha juu ya viwango, lakini pia kuona kumbe uchumi wa blue unahusika pakubwa katika viwango. Hichi ni kipindi maalum kutoka ZBS ambacho kinalenga kutoa elimu kwa yule ambaye anatuangalia, mwananchi. Sasa na neno la mwisho la Bi Arabia anasema, kama umeanza na huna viwango basi hujachelewa. Muda unao sasa kufika pale katika taasisi yao ipo Amani, viwanda vidogo vidogo, na kupewa elimu sambamba na kujua viwango vinapatikanaje ili kuweza kufanya bidhaa yako kuwa na viwango, lakini pia kuhuisha uchumi wa blue. Na leo mada yetu ilikuwa inaangazia viwango na uchumi wa blue. Mimi naitwa Amor Khamis, nyuma ya kamera ni Mwana. Nakutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Zanzibar Cable Television. Ukarimu wa mwambao. Shukrani sana. Naam, ndugu yangu Mau. Makame, nilikwambia Mie takuwa tajiri mwanzo kushinda weye. Sasa hivi hapa ni Dubai, nakuja nunua bidhaa kwa jumla niwalete huko Zanzibar, na bidhaa yangu kubwa nishalia Nkebe. Sasa hivi nishainunua, ndaipakia niilete huko. Je, wajua taratibu za uingizaji au uzalishaji wa bidhaa kwa mamlaka za udhibiti ikiwemo ZBS, au watakaingiza tu? Mpaka unambie Mau, sasa watakaharibu. Kwanza kabisa ni kununua hicho kiwango cha bidhaa na kukiwasilisha kwenye kiwanda kinachotengeneza. Pili, kabla hujaingiza hiyo bidhaa inatakiwa ikaguliwe na ipimwe kwa kutumia mawakala wanaofanya kazi kwa niaba ya ZBS huko nje kabla hujaingiza nchini. Mawakala hao ni SGS na Bureau Veritas. Tatu, kama haijakaguliwa huko nje, basi itakaguliwa na kupimwa hapa ndani. Ikiwa imekidhi kiwango husika, utaruhusiwa kuingiza sokoni, na ikiwa haijakidhi kiwango, basi itateketezwa au kurudishwa ilikotoka kwa harama za mwingizaji wa bidhaa hiyo. Hii si kwa bidhaa yako ya samli tu, bali kwa bidhaa zote za chakula, vifaa vya umeme, vifaa vya ujenzi na kadhalika. Na ukitaka maelezo unaweza kufika ofisini kwao Amani, viwanda vidogo vidogo. Makame kushaniokoa, maana ni kwa ndangi ya hasara. Takuletea zawadi ya kanzu Viwango, ubora, maisha. Ujumbe huu umeletwa kwenu na taasisi ya viwango Zanzibar, ZBS.